Rafiki yangu wa karibu aliniuliza swali, utajuaje kama unatawaliwa ama umekanyaga kwenye kichwa? Majibu ni mengi zaidi ya kujua kwamba huyu mtu ametawaliwa ama hajatawaliwa. Lakini mimi nitajibu yale machache kwa kadiri ninavyoweza. Utawala huo upo tu, haukuepiki. Huwezi kukwepa kutawaliwa. Na utawala uko aina nyingi, uko wa kifikra, uko wa kimwili, uko wa kihisia. Uko na makolokolo mengi kuhusu utawala. Kuko unatawaliwa na ndugu zako, ama watu wa kabila lako, watu wa nchi yako, watu wa ukoo wako, eneo lako. Na kuna utawala ule ambao ni wa watu wa nje. Watu wa nje wanakuja wanakutawala. Sasa, ili ujue kwamba nimetawaliwa na utawala wa ndani ama wa nje. Wazazi ni watawala wako. Watu wote ambao wamekuzidi umri ni watawala wako. Ama wale wote ambao wamekuzidi wewe uwezo. Iwe nguvu ya pesa, iwe nguvu physical strength, iwe mamlaka ambao wamepewa, hiyo yote, hao wote wako na uwezo wa kukanyaga kwenye kichwa. Utawala wa nje uko na mambo mengi. Kama umekuwa na abudu tofauti na asilia yako, wewe umetawaliwa. Kama unakuwa na mfumo wa kiserikali ambao sio ambao nyewe mlioanzisha, huo ni utawala wa wageni ambao wamemitawala. Kama unaongea lugha ambayo sio asili yako, huo pia ni utawala ambao umetawaliwa na watu wa nje. System yote ile, kama ni system ya masomo ya ambayo sio ya kwenu na nyewe mlianzisha, hiyo yote ni utawala. Kwa hiyo kutawaliwa, wewe utatawaliwa. Kwa sababu na wewe kuna watu ambao unawatawala. Yaani wewe utakanyagwa kwenye kichwa na uko wale ambao utawakanyaga. Ndio kifupi. Kwa hiyo ni mada pana zaidi. Tukipata muda tutaongelea kwenye YouTube channel yangu. Utawala, utawaliwa, unatawaliwa na nani, kwa nini? We search tu Kalondo wa Kalonde Mkalai Kibengu. Utanipata on YouTube, subscribe, gonga hiyo kengele. Tuendelee kusupport. I love you guys. Start.